Baraza la Jamhuri ya Mombasa limeanza kampeni zake upya za kudai utawala wa kujitawala Pwani. Baraza hilo likishutumu serikali ya kitaifa kwa kupuuza maamuzi ya mahakama iliyothibitisha uhalali wa harakati hiyo na haki zake za kikatiba. Baraza hilo limetaja kunyanyaswa na serikali ya kitaifa huku mikutano yao ya amani ikivurugwa. Kampeni ya kujitawala kwa ukanda wa Pwani MRC imeanza tena. Baraza hilo kutoka eneo la Mombasa likieleza kuwa ukanda wa Pwani uko na hadhi ya kipekee ya kujitawala. Ni kwamba serikali ya Kenya inajua vizuri kwamba sisi tulienda kwa mahakama na mahakama ile ikatupatia sisi haki kwamba tunaweza kujisimamia wenyewe mambo yetu bila kutatizwa na serikali ya Kenya. Lakini licha ya ushahidi ule, mahakama ikatoa cheti kwamba sisi tuko huru. Lakini bado makaratasi yako katika hewa tu. Ushindi ule haujulikani na serikali ya Kenya. Sisi tukaona kwamba kila tukika mkutano, askari wa Kenya wanatushika, wengine wanapotezwa. Tukaona ni vyema tutoke hapa angalau tuingie nchi za magharibi ili tutafute msaada. Na hivyo ndio nawaambia tu raia wa Kenya na wa Pwani walio ndani ya serikali ya Pwani kwamba wafahamu kwamba sisi si haramu, bali ni haki yetu tunataka na tunatafuta kulingana na sheria. Baraza hilo likibaini kuwa kutupiliwa mbali kwa maamuzi hayo ya koti kuliwapelekea wao kugeukia taasisi za kimataifa, wakitaka taasisi hizo kuingilia kati na kuwasaidia. Uamuzi ulitoka tena kwamba MRC madai yao yako sawa na wanafuata sheria kikamilifu. Tumeendelea hivyo kufuata sheria mpaka sasa. Mahali tumefikia ni kwamba imetulazimu kutafuta msaada katika mashirika ya nje. Tumetafuta shirika la kwanza, lile shirika la OASIS, yani Organization of African States, hiyo ambalo liko na makao makuu kule Washington. Hao wakasema ya kwamba watatusaidia ikiwa tutahitaji msaada. Tukaendelea mbele, tukaandika barua kwa AU ili kudai msaada kama utaweza kupatikana, ili kuwe wazi itangazwe nchi hii ya Pwani. AU nao wakajibu kwamba wako tayari kutusaidiana na sisi. Aidha, wametaja unyanyasaji kutoka kwa serikali ya kitaifa na kubaini kuwa vyombo vya usalama vimeendelea kuvuruga shughuli za kundi hilo kupitia vitisho, kukamatwa kiholela na kuingilia mikutano yao ya amani. Tulianza na mikutano yetu, press, YouTube, vyote hivyo tulitengeneza. Lakini tulikuwa tunatafuta nchi yetu ya Pwani. Changamoto zetu ilikuwa tunapokaa kwa mikutano, tunafatilizwa, tunateswa, tunanyanyaswa. Sasa hii tumechoka, tutaka nchi yetu tutangaziwe. Sebastian Maria, Undugu TV.